Nina maneno machache sana katika siku ya leo. Kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kunijalia afya njema na kunipa nafasi ya kuyazungumza haya machache katika siku ya leo, siku ya Ijumaa. Naamini yatakuwa ni msaada kwa baadhi ya ndugu zangu waliokuwa Afrika na waliokuwa nje ya Afrika. Lakini kubwa ni ufafanuzi tu ninachokizungumza hapa. Siku ya Ijumaa huwa napata nafasi nzuri sana ya kusoma message na kusikiliza audio mbalimbali zinazotumiwa na watu kutoka kila kona. Kati ya audio nilosikiliza leo kutoka Uingereza, nimeona ni vyema nitolee ufafanuzi, na ufafanuzi huu utawasaidia na watu wengi walikuwa katika bara la Afrika au katika wale wanaonifuata. Lakini kabla ya kutoa ufafanuzi huu, nitoe historia fupi. Mimi niliwahi kwenda Zanzibar. Zanzibar wakatoa masharti yao. Dawa inayoingia Zanzibar kwanza ipimwe na mamlaka ya Zanzibar, bodi yao ya dawa. Na kwa utiifu mkubwa tukalifanya hilo. Baada ya kulifanya hilo, nikawa nimeitwa na wazee. Kati ya wazee walioniita na walikuwa karibu sana alikuwa anaitwa Mzee Septi. Mwenyezi Mungu amweke mahala pema. Kashatuaga kutoka katika dunia hii, yupo sehemu nyingine. Mzee Septi akaniambia, Msigwa, hii ni Zanzibar. Mtu wa kwanza alienda kusoma Urusi na alikuwa mkurugenzi wa taasisi yao ile ya redio utangazaji wa taifa la Zanzibar. Akaniambia, hii ni Zanzibar. Kwanza nikupeleke kwenye watu husika. Kati ya watu walionipeleka, akanipeleka kwa mfamasia wa serikali ya Zanzibar. Rafiki yangu yule tukajuana na akatokea kuwa karibu na mimi sana. Wakawa wananipa siri maneno mengi ya Zanzibar. Na bahati nzuri nikirudi na kwenda kwa mzee wangu ambaye alikuwa akinihadithia dunia ilivyo na kunifundisha baadhi ya mambo, Mzee Mufti. Na hata ukiingia ofisini kwangu utaona picha yake nimeweka pale. Alikuwa ananipa historia ya Zanzibar. Kwa historia ya Zanzibar niliijua vizuri kutoka kwa wazee walioishi Zanzibar enzi hizo za Karume. Lakini mwisho wakanisihi, T.R. Msigwa, yoyote anayekuja kwako, chukua picha yake na maelezo yake, tunajuana. Nami nikaheshimu maneno ya wazee wa Kizanzibari, nikawa nafanya hivyo. Lakini siku moja wakati Babu Duni akiwa waziri wa afya enzi hizo, kuna ule umoja wa serikali zao mbili zile za vyama viwili vya kisiasa vikiongoza Zanzibar. Kati ya watu waliotengeneza zengwe, kunitengenezea zengwe kuwa T.R. Msigwa anawaziwia watu wasile ARV. T.R. Msigwa ana ushawishi mkubwa sana, watu hawaji hospitali wanaenda kwake. Na kweli pale Kilimani Zanzibar kulikuwa kuna redio Adhana. Mzee yule, Mzee Septi, alinipa ofisi pale. Na ukipita pale unakuta kama vile kuna msiba au kuna sherehe, watu wamejazana wengi. Zanzibar hiyo. Nahudumia watu kutoka saa 1 mpaka saa 2 usiku. Na bado watu wengine siwamalizi, wanakuja kesho. Wakajitokeza watu. Sasa alipokuja huyu kijana wa Kihindi ambaye unamuona na posti sana picha, anakula pension miaka yote hii tunaona, tutajaribu kumuuliza hela hizi anazitoa wapi, maana pension imekuwa ya muda mrefu. Sintoshindwa kumtaja jina lake, Shihabu. Ni kijana ambaye kwa kweli ametubeba sana, amembeba sana T.R. Msigwa, amemsaidia sana. Nikifika Unguja ananipa gari yake, kulala kila kitu. Natembea gari yake atembei, ananiachia mimi mpaka ninapoondoka Zanzibar.
na ananipa kijana ambaye niweza nikamtuma popote pale nikiwa Zanzibar. Sasa likatengenezwa Zengwe kushirikiana na chombo chao cha kupambana na HIV. Wakaandaa kesi nzuri sana kusema T.R. Msigwa anawadhuru watu wale ARV kwa sababu yake. Kesi ile ikapelekwa kwa Jumaduni, ikawekwa pale mezani. Sasa wakati wanaandaa kesi ile au fitina ile, wengine wakasema jamani, hatutendi haki, tunamuonea huyu mtu pasipokuwa na sababu yoyote ya msingi. Na huyu kafanya vitu vingi, kawasaidia watu wengi, kwa nini tunamlipa mabaya? Wale walionitetea walikuwa hawana nguvu katika ile jopo lilokala wa Zanzibari. Walichofanya wakanijulisha, bana, sasa hivi barua iko mezani, waziri anatakiwa kuchukua hatua, ilikuwa 1, 2, 3. Kilichonisaidia kwa sababu nilikuwa na rekodi ya kila mmoja, na huyu Shihabu huyu alitoa pesa yake, sijui kama ni mfukoni mwake au kama kuna mfadhili sijui, lakini aniona akitoa pesa yake mkononi, akija Muhimbili mwenyewe kulipa na wagonjwa kuwasafirisha kwa hela yake, wakaja kupimwa na result akaja kuchukua mwenyewe. Mimi alifanya kunipa kopi. Katika watu 50 alowahudumia, alowagaramia, ni watu 2 tu ndo viral load ilikuwa nusu, wengine wote nilimaliza. Shtaka linasema T.R. Msigwa anawaziwia watu, anavunja sheria, anaziwia watu kula ARV na nini, wakapanga kesi nzuri. Sasa wakati imefika mezani kwa waziri wa afya, mimi tayari na taarifa. Nikampigia simu waziri wa afya, bahati nzuri simu yake nilikuwa nayo. Nikamwambia, mheshimiwa waziri, ndani ya ofisi yako kwenye meza yako sasa hivi kuna shtaka linalomhusu T.R. Msigwa. Usipati taabu ya kutumia pressure na nguvu, mimi nimeshafahamu mnachokipanga, na mimi nitakuja Zanzibar. Wala usihangaiki, sio natuma askari sio nini, usipoteze hela za umma bure, mimi nakuja Zanzibar. Kwa sababu najua nilichokifanya, nilifanya jambo jema. Sikuwa na hofu. Nikaenda kumwaga mzee wangu Mufti Simba. Mufti akanipa story nyingi sana, historia ya Zanzibar, kati ya vyama vyao vile, akanieleza mambo mengi. Akanieleza wakati anatengeneza juisi kule Shinyanga yalomkuta. Akanambia nenda, kwa sababu tunaamini wewe ni mtu sahihi. Nikaenda zangu Zanzibar. Kabla huku walikuwa na container, ofisi yao ilikuwa container pale karibia na ile jengo la Wizara ya Afya. Nilikuwa na mwanasheria, nilikuwa na waandishi wa habari, nilikuwa na vijana 2 walionisindikiza, na yule Muhindi ambaye alikuwa mdhamini. Kijana mmoja Mtanzania, ukimuita Muhindi anakasirika, anasema yeye ndo Mswahili halisi wa Kizanzibari. Tulipofika pale Baraza la Tiba Asili ya Zanzibar, wakashangaa, wakaambia si hilo hatulijui. Tukatizamana. Bahati nzuri ofisi zao ziko karibu. Kutoka kwenye Baraza la Tiba Asili na chombo kinachopambana na VVU pale Zanzibar ni karibu mno, kama dakika kadhaa. Tukaenda pale, wakatukaribisha, tukaambia bwana, mimi naitwa T.R. Msigwa, nimesikia kuna malalamiko yananihusu, nimeona nije niyasikie, au kama kunihukumu mnihukumu, kuliko kupoteza pesa za kunitafuta wakati mimi nipo na sina baya nilifanya. Wakasema bwana, kwa kweli sisi hatuna taarifa, isipokuwa tunachojua sisi, na wakatoa mifano wa nchi nyingi za Afrika. Mtu kama wewe tunahitaji tukushawishi uwafundishe wataalamu wengine, kwa sababu tunakufuatilia sana, tunaona unazungumza mambo ya maana na unakuwa ni msaada, na tungekuwa na shida na wewe tungekuita. Sisi tukabaki tunastaajabu. Lakini tukasema kutoka pale na kwa waziri wa afya ni karibu sana.
Nikatoka pale nikaenda kwa waziri wa afya na kabineti yangu yote ya watu takriban 7. Tukamshukuru sana, mimi namshukuru sana Juma Duni. Katika viongozi nimekutana nao kuna Haji Mponda, kijana wa waziri, alikuwa waziri wa afya. Katika mawaziri ambao vichwa vyao vinafanya kazi madhubuti kwa mtazamo wangu, hao mawaziri wawili, Juma Duni na huyu Haji Mponda. Tulifika kwa Juma Duni, Msigwa karibu, tukasalimiana pale. Na yule mzee kweli ni kiongozi. Kiongozi sio mtu mwenye kutafuta maneno ya usutwa. Kiongozi anatakiwa asikilize watu wote ili aamue haki. Huwezi kuimba amani wakati hakuna haki, ni uenda wazimu. Ukiona mtu anaimba amani wakati hakuna haki, ujue ana mapungufu ya matumizi ya akili, au anamuonea haya anayemfadhili, anashindwa kumwambia ukweli. Na ili uwe na rafiki bora ni yule anayekwambia ukweli. Juma Duni akamuita katibu mkuu wa Wizara ya Afya, akamuita mtu mtu wa chombo chao cha kupambana na HIV, akawaita madaktari wote, tukakaa mezani. Akasema, Msigwa ndo huyu hapa. Haya, Msigwa unasemaje? Nikamwambia, na wasikilizeni nyie ndio mnaandaa kesi ya kunishtaki. Kwa hiyo nimekuja, hebu nielezeni. Akamuuliza mtu ataki edisi, Msigwa huyu hapa unasemaje? Najua bosi, kuna romance tunazisikia, kuna watu wametumia dawa wamekufa na nini. Kwa hiyo na mtu mwenye ushawishi mkubwa ni Tiara Msigwa. Kwa hiyo mimi nikastaajabu, lakini nikatoa ushahidi, picha ya mtu, maelezo ya maandishi na saini yake ya watu 50. Nikamwambia, mimi kinachonishangaza ni namna gani kiongozi unakuwa muongo na unaandaa uongo. Nikamwambia waziri wa afya, hili jambo limeandaliwa hivi na ushahidi huu hapa, na hawa watu wamepewa 400,000 na mmoja anakaa Fuoni, nyumba namba fulani. Huyu ndo amethibitisha na ni driver wa taasisi hii. Kwa ni mambo ya kupangwa, hayana ukweli wowote. Kama kuna ukweli nithibitishieni. Mimi nina gari, mimi sio Mzanzibari, lakini Mzanzibari kanipa gari. Nikija Zanzibar ananipa gari, mimi nitatia mafuta, tuende eneo husika. Msitumie gari zenu za serikali, tutumie gari ya Mzanzibari mwenzenu tuende. Juma Duni akawaambia, nashukuru sana. Katibu mkuu wa wizara hiyo akaambia, bwana mwacheni Msigwa afanye kazi yake, tusameheane na nini. Likawa limeisha hivyo. Kilichonisaidia ni rekodi. Kwa hiyo tokea hapo nikawa natengenezewa mazengwe na watu wanaotumia dawa ya 4A9. Bahati nzuri nilikuwa na rekodi, na mimi nishaitwa hata hapa Ikulu Dar es Salaam. Rais aliwahi kuniita na nilirekodi. Sharti langu la kwanza aliyokuja kunichukua, nikamwambia mimi lazima nirekodi. Simu zangu zinarekodi. Zamani nilikuwa na peni, nilipewa na Waarabu. Ile peni nikiweka hapa, chochote utachozungumza inakamata na inaweka kwenye kompyuta, napata zile picha. Lakini peni ile ilipotea katika mazingira ya ajabu. Ilipotea baada ya kuibiwa simu zangu, baada ya kuthibitisha kuwa Viral Road watu wanaibiwa. Kuna hospitali fulani iko Kinondoni, alikuja kijana mmoja wa Kisukuma. Unajua Msukuma akiwa na hela fujo zake zilivyo. Akaniambia, nataka niende hospitali fulani nikapime. Nikamwambia, ndugu yangu, unapoteza pesa zako bure. Hakukubali bwana. Na hospitali hiyo utakuta pale wanaandika namba, wanazungumza kizungu sana, sihitaji jina. Tukatoa 500,000 na kitu. Lakini namwambia, bwana, tunaenda kupoteza hizi pesa. Lakini Msukuma yule akawa mbishi kweli, tukabidi tuende. Majibu yakawa tofauti. Sasa mimi najua kusoma vile vipimo. Nikamwambia, si nilikwambia kama unaibiwa?
lakini tuende kwa hospitali husika. Tukaenda hospitali husika. Nikamuomba mkurugenzi wa hospitali hiyo. Mmoja alikuwa ni raia wa Kenya, mmoja ni Mtanzania. Tukakaa fala kwenye ofisi yao na nikarekodi. Nikatoa vyeti, nikatoa risiti na nikatoa vile vyeti vya Viral Road. Nilimsihi yule Msukuma baada ya yule mtu kusema ukweli, Msigwa, tumekukosea. Tulichokitoa sio result sahihi. Mgonjwa yule angekuwa hana uelewa na mimi ningekuwa rafiki yake, angeniona mimi tapeli kwa sababu virus wamezidi kwa kiwango, lakini kumbe kile kitu sipo, kiliandikiwa tu. Na kinamkuta mzee mmoja, rafiki yangu mmoja Mdengereko, nilimwambia kafanye, lakini najua kabisa hao watu ni waongo. Narudia tena, hao watu ni waongo. Sasa ukija ofisini kwangu, nimetoa hii story ili uweze kujua, ukija ofisini kwangu au ninapotembea, ukiongea na mimi ujue kila kitu kimerekodiwa na mimi nakiweka hadharani. Sasa ukija kwangu, kama una jambo lako la siri usizungumzi, kama una jina lako usizungumzi, lakini sinto kupiga picha, hapana. Ina rekodi mazingira yangu na kauli ninazozizungumza, kwa sababu leo nilikuwa nasikia viongozi fulani wanasema wanataka Afrika ijitegemee. Si jambo baya, ni jambo zuri, lakini hao ndugu zao wa Afrika wanaonesha ushahidi wa kutosha namna gani tumeweza kulitatua tatizo fulani. Hawataki kuwapa nafasi kwa sababu tu yeye alikuwa anafanya kazi hiyo, hajafikia sehemu nzuri, alomzidi hataki kumpa nafasi. Huu ni ubinafsi wa Afrika ambao tuko nao. Na ndio maana maendeleo yetu ni ya kwenye makaratasi kuliko uhalisia. Ukionesha uhalisia hupewi nafasi. Mimi nathibitisha kila wakati namna gani, nimeanza kuthibitisha zaidi ya miaka 7, namna gani virus wanaondoka kupitia mashine ya Viral Road, namna gani mstari unaondoka kupitia vipimo vyao, lakini mtu anakuambia tukikupa nafasi utakuwa bilionia. Na hawa ndio wanataka Afrika ijitegemee katika swala la afya. Wabinafsi, choyo zimewajaa katika nafsi zao, hawana ukweli wowote. Kwa nimeona niyaseme haya ili uweze kujiuliza au uweze kujua, ukija kwa Msigwa, yoyote unazungumza na Msigwa, hata ukimpigia simu yako imerekodiwa. Ulijue hilo. Ukiwa hulitaki hilo, nenda kale ARV, nenda kwenye mambo ya ARV. Ukichoka ARV, unataka kuja kuzungumza na Msigwa au Msigwa kutatulie tatizo la virus, jua kila anachokifanya, anachokizungumza kiko rekodi, kwa sababu wanaomuinda ni wengi kuliko wanaomtakia mema. Kosa la Msigwa ni kusema tu, kuishi bila VVU inawezekana, kuthibitisha hiyo kauli ndio kosa la Msigwa. Wanatafuta wamkamatie wapi. Sasa ni vyema wewe unayekuja kwa Msigwa ujue kabisa Msigwa, hata ukimpigia simu ujue simu yako imerekodiwa, ukizungumza naye ujue mazungumzo yako yamerekodiwa. Sasa chagua la kuzungumza. Ukilalamika tena Msigwa kaniweka kwenye TikTok, kaniweka YouTube, pole sana, lakini sina njia nyingine. Na tumeyafanya haya kwa sababu watu wanaotuinda ni wengi zaidi kuliko huyu mtu aliopewa 400,000 ili anilaumu mimi nimemfanyia mabaya, wakati nimemuondolea madhila yote alokuwa nayo na akawa mzima, na nikathibitisha shukurani yake. Alipewa 400,000 kunihujumu. Mimi nimekwenda paka Nungwi kule, nimekaa na watu wa Nungwi, nimezungumza nao, lakini kila kitu niliwaambia vijana lazima mrekodi. Kipindi kile nilikuwa natumia sana kamera, lakini nilipokuwa nazidi kukaa na watu wa system na wakanisaidia, simu zangu zote
Ukiwa na mimi lazima automatic sauti yako na video yako nitakuwa nayo. Kwa ninachokitoa ni yale mazungumzo, na lugha zinabadilika. Hakuna mtu wewe utajijua hapa ni mimi, lakini mtu mwingine hata kujua ni wewe, kwa sababu imani yangu hairuhusu kumdhalilisha mtu, hairuhusu kumfedhehesha mtu. Na mimi siamini kupata kwa sababu ya kutoa aibu ya mtu. Siamini abadan katika hilo. Naamini ukimstiri mtu na Mungu atakustiri. Hii ndio imani yangu. Tena kwa dhati, sio imani ya ujanja ujanja, hapana. Naamini ukimstiri mtu na Mungu atakustiri. Naamini hivyo. Kwa hiyo sina dhamira ya kumdhalilisha mtu au ya kumzungumza mtu. Jua ninachokifanya ni kikubwa zaidi. Kwa mfano huyu anasema T.R. Msigwa nimesikia sauti yangu. Kaja Tanzania hawezi kubeba mfuko. Kala ARV zaidi ya miaka 20 zimemteza nguvu, zimeua figo, zimeua kila kitu. Lakini katoka hapa yuko vizuri na kapona. Kwa muda mchache tu, hata miezi 2 haikuchukua. Kwa muda mchache. Yule mtu anayemsikiliza Msigwa kwa ufanisi, kwa umakini, anapata mafanikio mazuri kwa haraka mno. Ni jambo linawezekana na bila shaka yoyote. Tatizo ni ubinafsi wa baadhi ya watu na kwa maslahi yao. Siku moja mimi nilikuwa naongea na mfamasia wa serikali fulani, sitaki kumtaja. Ananiambia tumeitwa, tumeambiwa hakuna dawa nyingine, dawa yote zitatoka China. Hajui kuwa anaimarisha uchumi wa China, lakini huenda yeye katizama kwa jicho fulani kwa sababu ana cheo kaamrisha hivyo. Hawa ndio wa Afrika jinsi walivyo. Wana mtazamo finyu, wana roho mbaya, wana choyo, wana ubinafsi. Ndio maana nchi za Afrika ziko hivi tulivyo. Afrika si nchi za kuendelea kuomba. Ni kwa sababu sehemu nyeti zinaongozwa na watu mtazamo wao ni hafifu, na ukiwaambia ukweli wamekubambikia kesi. Wanakushambulia, hawataki ukweli. Wanataka watu wa kuwapigia makofi, kuwasifu, utakuwa rafiki yao, utakuwa ndugu yao, kwa sababu hawataki kuamini ukweli. Kwa hiyo nimeamua kurekodi video hii ndogo kwa kueleza haya. Leo ni siku ya Ijumaa, niko ofu, sifanyi shughuli. Baada ya sala Ijumaa nitakuwa tayari kuzungumza na watu wanitembelea kwenye maktaba yangu Magomeni, lakini ninachotakiwa kusema ni kitu kimoja tu. Nafanya ninachojua, najua ninachokifanya. Ushauri wangu, unaompigia simu Msigwa, unaokuja kwa Msigwa, chagua ya kuzungumza. Mimi nitakuuliza, ukiona kujibu jibu, ukishindwa kujibu jibu, lakini tunafanya hivi kwa sababu ya usalama. Nchi nyingi wananihitaji nihamie katika mataifa lao ili niweze kufanya kazi, lakini sijafanya hivyo na bado sijafikia wakati wa kukimbia taifa langu kwenda kwenye mataifa mengine. Kwa hiyo nafanya kwa sababu ya usalama, na sintomuomba radhi yoyote kwa sauti yake kuwa YouTube na kuwa TikTok na kuwa Facebook. Sintomuomba radhi. Wito wangu ni huu, ukiliona hilo huliwezi, usije kwa Msigwa, nenda kale ARV. La mwisho, mimi sio mshauri wa ARV. Kaja mama mmoja jana hapa tunazungumza naye, ananiambia T.R. Msigwa, nimekuja tushauriane, niendelee kutumia nisiendelee kutumia. Mimi sijampa ARV, sitoi ARV. Anasema meno yote yameondoka kwa sababu ya ARV. Mwili unabadilika, mwili unavimba, katangaza matatizo chungu nzima. Nikamwambia mama, vipi mimi nikukataze wewe kutumia kitu ambacho we mwenyewe unasema kimekudhuru? Kwa nini usiende kwa daktari wako? Anasema nimeenda, ananiambia uendelea kutumia, hakuna njia, ukiacha utakufa. Sasa chagua, uendelee kutumia, uendelee kupata matatizo, ukiacha ufe. Chagua wewe, sio mimi. Kwa sababu wanakuja watu ili kutafuta namna T.R. Msigwa anaizungumziaje vibaya ARV. Mimi najua mti unaotengeneza ARV, najua kinachochanganywa. Siamini
na simshauri mtu yoyote kwenye ARV. Ni mawazo yake, mtazamo wake na mipango yake. Sihusiki kumshauri mtu atumie au asitumie. Ila ukiona wewe umehemewa, umezidiwa, unataka kuondokana na shida hiyo ya mistari miwili, technician mzuri wa kumuondoa mtu na kuondoa maradhi yote yanayotokana na changamoto hiyo ni TR Msigwa. Njoo nikusaidie. Lakini sio kunipa kazi ya kukushauri je nitumie au nisitumie. Hapana. Mimi sifanyi kazi hiyo. Msigwa mimi nazidiwa, naumwa, tumbo linajaa, wamekuja watu wana nundu kama ng'ombe mgongoni, wamekuja watu wangu wanaume wana maziwa kama mabinti, wamekuja watu wanawake wana matumbo kama wajawazito, wamekuja watu miguu imejaa, wameondoka wakiwa salama, wanapendeza, wako vizuri na wananishukuru na wananiombea. Kwa hiyo msinitie kwenye majaribu ambayo sina shida nayo wala sina mpango nao kabisa. Kwa hiyo nimeona niyaseme haya leo siku ya Ijumaa. Klipu yangu zinatizamwa na watu wengi sana. Sasa hivi itakwenda YouTube, itakwenda TikTok, itakwenda Instagram, itakwenda mitandao yote ili mtu asikilize aweze kuchukua. Watanzania tungekuwa wema, mtu mwema tungemuunga mkono. Lakini baadhi ya Tanzania waliokuwa kwenye mamlaka si wema kwa sababu ya choyo, ubinafsi, umimi, roho mbaya. Mimi nimekutana na rais, nimezungumza naye, amenialika Ikulu. Nimekutana na waziri wa afya enzi hizo, kutana naye. Yaani unastaajabu. Kuna mwingine unaona anakuombea Mungu, anakusapoti. Kuna mwingine anatafuta wapi ukosee ili akubambikie cha kubambikia. Kwa sababu ya wivu tu, kasoma mpaka kaitwa profesa. Hana anachojua, hana alichofanya. Nikutana na profesa mmoja ndio namaliza mazungumzo yangu, nikamwambia sawa bwana mkubwa, wewe kweli profesa. Profesa mzuri sana. Hebu nieleze kitu gani umefanya? Ni profesa, naheshimu uprofesa wako. Mimi sikukusomesha mimi na sioni faida ya uprofesa wako. Lakini niambie, taifa langu Tanzania limenufaika nini na elimu yako? Hajitafuna midomo tu. Tena nimemkuta anakula dawa ya Marekani. Namuuliza kwa nini unakula dawa ya Marekani, wewe ni Mtanzania na unaongoza taasisi ya Tanzania? Anaambia tatizo la hapa mnaita dawa, wenyewe kula waiti dawa. Sasa huyu ndo profesa. Sidharau elimu zenu na kwangu hazina maana yote. Nampongeza sana waziri mkuu. Baadhi ya watu ni madegree na maprofesa, wakienda VETA wanaweza wakajua ufundi wakafanya kitu cha maana kuliko kuwa na shahada nzuri. Hamna chochote cha maana unachofanya, mmekalia fitina na majungu na kushindwa kuwasaidia watu ambao wanaonesha jitihada nzuri na wanafanya kazi nzuri kwenye jamii husika. Mimi leo na zaidi ya watu 10,000 nimewatibu. Unafikiri watu wote hawa waniombei? Na si Tanzania tu, wanatoka nchi mbalimbali. Napokea wageni kila kukicha kutoka nchi mbalimbali. Wanakuja kutafuta ufumbuzi kutokana na kile ninachokifanya. Ndio maana nathibitisha ninachofanya. Niwashukuru sana kwa kunisikiliza katika muda huu, lakini ujue TR Msigwa simu zake aidha ya kawaida au alipo inarekodiwa. Na inafanyika hivyo kwa sababu ya usalama wake. Alishafanya mema, waliowafanyia wema wakatengeneza ubaya. Nilivyotoa ushahidi wakafedheheka. Kwa hatujui anayekuja ni katumwa au vipi. Ndio maana tunakuwa na uwezo, simu zangu zinakuwa na uwezo wa kurekodi. Kwa nikiwa kwenye gari unajua TR Msigwa tayari. Hata mke wangu simu yake inarekodiwa. Kwa hilo ulijue hivyo. Nikutakie siku njema kwa siku ya leo, na kuzungumza na TR Msigwa ni 0752819047. Tutazungumza na TR Msigwa na maisha yataendelea.